kutoweka kwa viumbe hai, kuharibika kwa bahari na mito, mabadiliko ya hali ya hewa, uchafu wa mazingira, wanyama na mimea kutoka nje wanaovamia mazingira na magonjwa mpya. Leo watu wengi wanazungumza kuhusu mambo haya. Lakini maana yake ni nini hasa? Inatuhusu vipi sisi? Na tunaweza kufanya nini ili kulinda na kuokoa dunia yetu? Haya ni mambo muhimu, lakini wakati mwingine ni magumu kuelewa. Ndiyo maana tutayachunguza pamoja katika vipindi 18. Leo watu wengi wanazungumzia maendeleo endelevu. Makampuni mengi yanataka kulinda mazingira zaidi. Teknolojia inaweza kusaidia kwa njia nyingi. Nishati, tunatumia jua, upepo, maji, joto la ardhi. Ni muhimu kutumia nishati bila kupoteza. Pia kuna nishati mpya kama hidrojeni. Usafiri, magari ya umeme yanaongezeka. Wataalam pia wanatengeneza ndege zinazochafua kidogo. Lakini usafiri wa pamoja kama mabasi ni suluhisho bora. Miji ya kisasa, miji mingine hutumia teknolojia kusimamia umeme, maji, usafiri na taka. Hii hupunguza uchafuzi. Kulinda asili, teknolojia hutumia kufuatilia wanyama kwa kamera, GPS na satelaiti. Hii husaidia kulinda bioanuwai. Hakuna suluhisho moja tu. Teknolojia na tabia zetu lazima vifanye kazi pamoja. Tumefika mwisho ya kipindi hiki. Asanteni kwa kutusikiliza kwa makini. Tembeleeni www.youthconservation ili kujifunza zaidi na kuona maelezo na mafundisho yetu kuhusu mazingira na jinsi ya kuyahifadhi. Tutaonana tena katika kipindi kijacho. Karibuni tena.